mmoja anayejulikana kwa jina la Mashauri Abdallah Mashauri, anayekisiwa kuwa na umri wa miaka 40, mkazi wa Mwakaje, amefariki dunia baada ya kuzama katika bwawa maeneo ya Chaani Masingini, mkoa wa Kaskazini Unguja. Tukio hilo limetokea tarehe 10 mwezi wa 3, 2026 majira ya saa 6 za mchana, wakati marehemu huyo alipokuwa katika harakati za kuvua samaki na wenzake katika bwawa hilo na kupelekea kuzama kwa mtu huyo. Akizungumza juu ya tukio hilo, mkuu wa kitengo cha maokozi baharini kutoka kikosi cha zimamoto na uokozi, msaidizi Mrakib Idarusi Mohamed Idarus, amesema wamefika eneo la tukio mara tu baada ya kupata taarifa na kufanikiwa kuopoa mwili wa mtu huyo na kukabidhi kwa jeshi la polisi kwa uchunguzi zaidi. Mnamo majira saa 7 tulipokea taarifa kwamba kuna mwili umeonekana umezama hapa katika bwawa la Chaani Masingini. Tumekuja kwa ajili ya kuokoa huo mwili, lakini jitihada zote zilizofanyika hatuweza kumfanikiwa hilo, sababu maji yalikuwa mengi, lakini na tope pia nyingi. Leo tumerudi tena asubuhi, kwa bahati tumefanikiwa kumuona huo mwili wa binadamu leo asubuhi. Aidha, SF Idarus amewataka wananchi kuwa na tahadhari wanapokuwa katika harakati za uvuvi wa samaki, hususan katika kipindi hiki cha mvua zinazoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali ya Unguja na Pemba, na ikitokea wasisite kupiga simu ya dharura kwa kikosi cha zimamoto na uokozi ambayo ni 114 kwa msaada zaidi. Kitu cha kwanza ni kutoa taarifa vituo vya maokozi. Wanatakiwa watupigie kwa simu yetu 114, na hii ni bure, kwa urahisi kabisa wanatupata. Kwa hiyo jambo la mwanzo ni kutafuta, alafu wao ndio watatafuta hatua za kwanza. Akithibitisha kifo cha mtu huyo, daktari kutoka kitengo cha dharura hospitali ya Kivunge ndugu Nasor Saif Mohamed amesema amepokea mwili wa mtu huyo na kuthibitisha kuwa amefariki dunia. Tumepokea mwili wa marehemu ambayo umeletwa hospitalini kwetu hapa na maofisa wa polisi. Mwili huo unatokea maeneo ya Chaani, ambao inasadikika kwamba alizama kwenye maji. Kwa hiyo tumefanyia uchunguzi na imegundulikana kwamba sababu ya kifo chake ni hiyo kuzama. Kwa hiyo tunafanya taratibu zote za kisheria na ili kuwakabidhi ndugu zake kwa ajili ya mazishi. Sheha wa shehia Chaani Masingini Mustafa Ahmad Ali amesema wamefika eneo la tukio baada ya kupata taarifa kwa wananchi wa eneo hilo na kuchukua hatua ya kutoa taarifa kwa kikosi cha zimamoto na uokozi. Nilipokea taarifa kwamba kuna kijana kazama kwenye bwawa la Chaani Masingini, na mimi nikatoka nikaja kuangalia kwenye eneo. Bahati nzuri nikapigia simu watu wa uokozi. Bahati nzuri watu wa uokozi wamekuja kuanzia jana kufanya mashirikiano, lakini kwa jana mpaka muda alipomaliza zoezi hatukufanikiwa kuona mwili wa marehemu. Lakini leo tumeamka salama, tumekuja tumefanya mazoezi, bahati nzuri mwili tumeuona na uko salama na ushakabidhiwa. Wito wangu kwa jamii, tusipendelee kuchezea, kwa sababu sasa maji ni mengi sana, na vijana wetu tuwakataze, kwa sababu mimi natoa ombi tu na ushauri kwamba maji hivi sasa yanakuwa na nguvu sana, na tusipendelee kuendelea katika maeneo ya maji. Maji ni hatari sana. Naye shuhuda wa tukio hilo Simai Alipandu anaelezea zaidi. Ilikuwa tuko na driver wetu mwingine. Sasa huyo ndio alikuwa anataka tuingie katika maji. Yule naye tukamwambia, bana wewe usiingie katika maji, bado uwezo wako mdogo. Lakini katika kukaa yule jamaa kadandia gari akaanza kuingia katika maji. Tabii tukaenda naye, nikaenda naye, tukatoka mimi na yeye tukaenda naye. Mimi nimekamata kamba, yeye anaogolea tu hivi vituputupu kama kunipa sapota. Haya, tukapiga mogo, mimi ndo na kamba, yani kufika maeneo ya kati na kati hapo. Yule anaona mimi mwenzangu akaanza kuregea. Tabii niache kamba nimfuate yeye. Nikaanza kumtoa pale, kumvuta kwa sababu ilikuwa naenda chini. Tabii mimi nimkamata ukosi juu, nikaanza kuja naye mpaka huko pembeni. Na mimi nguvu zikaniishia, itabidi nimwachie. Nikatafuta upumzi wangu kuja juu. Nikiripoti Asma Mohamed. Ewe mwananchi, kikosi cha zimamoto na uokozi Zanzibar kinakutaka utoe taarifa mapema pindi unapokutwa na majanga. Piga namba 114, yani 114. Ujumbe huu umeletwa kwenu na kikosi cha zimamoto na uokozi Zanzibar. Zimamoto, kikosi cha zimamoto.